kuona tuko wote katika kazi ya ufalme wake Bwana. Natoa shangwe na shukrani. Sasa mnafahamu ndugu zangu, katika kazi ya Mungu ama katika maisha ya mwaminifu, silaha tunazo. Tuna silaha za kutumia, na leo tutazungumza silaha moja. Silaha ya mwaminifu. Silaha ya mwaminifu ni maombi. Maombi tunarudilia tena. Tuzungumze maombi. Maombi ni nini? Maombi ni nini? Maombi inazungumzwa kuwa ni gari lisilokuwa la kawaida Mungu aliyeumba ili binadamu waweze kuwasiliana na Mungu asiyekuwa wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Mungu asiyekuwa wa kawaida. Manake Mungu asiyekuwa wa kawaida tunazungumza kwa namna zingine kwa Kiingereza supernatural. Unaelewa? Manake Mungu yule asiyekuwa wa kawaida, Mungu anayetenda maajabu. Anasema mimi ni Jehova Shama. Ni Mungu aliyekuwa mwenea sehemu zote kwa wakati moja. Yuko Kongo dakika hizi na yuko London. Yuko Brussels anaangalia nyie hapo na yuko Sweden. Yuko sehemu zote kwa wakati ule mmoja. Bwana asifiwe sana. Sasa yule Mungu asiyekuwa wa kawaida, yule Mungu supernatural, ni kitu gani kinachotufanya sisi tu communicate naye? Na kile kitu ni maombi. Maombi yetu. Anasema maombi ya mwaminifu. Maombi ya mwaminifu ndio yanakufanya unakuwa kama na nguzo na ulinzi katika kila chochote unachokifanya. Na Bwana usiku wa leo anaendelea kutupa nguvu na ujasiri, akitujaza nguvu zake ili wakati tunaomba tukitamka neno na linatendeka. Maana yake maandishi yanasema utatamka jambo na litafanyika. Ni jambo gani unalojionea leo? Ni jambo gani unalo kaka madada unalotaka Mungu aweze kukutatulia? Ni katika maombi peke yake. Ni katika kusogelea msalaba wake Yesu. Ni katika kuita jina lake. Mfalme wa falme. Ukimuita na nia moja, ukimuita na ule uaminifu wa kujua kama yeye ni Mungu muweza, atatenda na anaendelea kutenda siku zote za maisha yetu. Tumesoma maombi ni gari lisilokuwa la kawaida Mungu aliyeumba ili binadamu waweze kuwasiliana na Mungu asiyekuwa wa kawaida. Bwana asifiwe sana. At least tuna kitu kisichokuwa cha kawaida cha kuweza kucommunicate naye mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, cha kuweza kutuma ili kiweze kutunganisha sisi na Baba. Bwana asifiwe sana. Asante. Maana maombi yale yatakuwaje ili yaweze kuwa na mafanikio? Maana kuna maombi mengi. Kuna maombi tunazungumza tu kama tunapiga kelele, lakini tunataka maombi yale yenye kuwa na mafanikio. Tunataka maombi effective, maombi yale yenye yanafanya mazingira sehemu yako yanabadilika. Na yale maombi tuyaone ni maombi gani, na yale maombi yanatakikana tuyafanyeje? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unaona? Hapa tunasoma maombi yanakufanya wewe uingie kwenye ulimwengu usiokuwa wa kawaida. Maombi peke yake. Unaona? Kwa sababu kuna saa zingine tunajifikiria ni katika kuenda, katika kuombewa, katika kufundishwa. Ndio. Hata kama unaenda shule, utaanza kusoma darasa la kwanza, la 6 utamaliza shule ya msingi. Inakubidi uingie secondary. Unaenda unaongezeka. Na katika maombi ni hivyo. Wakati unaanza maombi unakuwa uko darasa 0. Na unavyoendelea kuomba kila siku unaenda darasa la kwanza, la 2, la 3, na ndio unakuwa unayemuelewa Mungu, na Mungu anaendelea kuwa na kupa nguvu na ujasiri katika ile kufuatana na njia zake. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa tutasoma sura fulani za Biblia tuone zinazotuambia maombi. Na maombi yetu yanatakikana yawe aje. Usiku wa leo ninaamini ya kuwa kama sisi wote manyumbani kwetu tunahitaji moja ama nyingine. Na ikiwa kama unahitaji usiku wa leo ndugu yangu, kama vile mimi nina mahitaji, basi mahitaji haya yangu ninayokuwa nayo, sina kimbilio lingine, sina rafiki wa kike ama wa kiume, lakini ninajua nina rafiki mwema, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, aliyekuwa pale msalabani akasema imekwisha, na ni yeye namshtakia ndugu yangu. Maombi tunazungumzia leo. Tumesha kuwa na ile tabia ya kuishi na binadamu. Na unakuwa ukiwa na shida unajifikiria nikienda kwa rafiki atanishauri.
Nikienda kwa ndugu atanishauri, lakini jambo moja anakuja kukwambia, kuna rafiki mwema, na rafiki mwema ni Yesu Kristo, na rafiki mwema ni Mungu muumba aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Alikuumba wewe kwa mfano wake na akakupa nguvu na ujasiri. Ni yeye yule. Ninakushauri usiku wa leo umfuatilie. Ni yule peke yake. Maana tatizo zote ukiwa nazo, Bwana mabwana atakutatulia. Moja baada ya moja. Moja baada ya moja. Bwana asifiwe sana. Na katika kukua katika njia ya maombi, ile tunaendelea na tujaza nguvu kuweza kuelewa neno lake, elimu ya kazi zake Mungu. Na ndio hapo maombi yetu yanaendelea kuwa makubwa. Maombi yetu tunakuwa na ile expertise na experience katika maombi yetu. Na ukishakuwa na ile expertise na experience katika maombi, unagusa zile sehemu zisizokuwa za kawaida. Na Biblia inatubariki sisi yote, nasema mtatamka jambo na litatendeka. Na ule wakati unaweza kufungua mdomo ukakemea kitu na kikakusikia, ukaamrisha jambo na likatendeka, kwa sababu anasema niliwaumba kwa mfano wangu na niliwapa nguvu na ujasiri. Nguvu na ujasiri sio wa kufanya cleaning job peke yake. Nguvu na ujasiri wa kubadilisha mazingira pembeni yetu, mazingira ya familia yetu, mazingira yale baba na mama walishindwa. Wewe unafanyaje? Kila siku mimi nakuja, manake huyu mwaka habari njema tumekuja ni kugeuza. Hatutakuwa wale wajana. Habari njema inasema sisi tunageuka. Yale wazazi wetu walioshindwa, sisi hatutashindwa. Tutashindwa, tuna Yesu. Hapana, hatuwezi kushindwa kwa jina lake Yesu. Hatuwezi kushindwa. Bwana asifiwe sana. Tuingie katika kitabu cha Yohana. Tuone hapa. Tuone Yohana anatuambia nini. Yohana wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 14. Tuingie katika Yohana wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 14. Bwana asifiwe sana, tusome. Huyo ndiye ujasiri tulio nao ndani yake. Kama tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, atatusikia. Anasemaje? Ndiyo ujasiri tulio nao. Anaposema niliwaumba kwa mfano wangu na nikawapa nguvu na ujasiri. Ujasiri ule, uwezo wa kutenda jambo. Ujasiri ni ile extra power unakuwa uko nayo ya kuweza kugeuza mazingira sehemu zako, kwa sababu una nguvu na ujasiri. Na ule ujasiri anasema hapa, huyo ndio ujasiri. Ujasiri huyo ni gani sasa? Ujasiri huyo anayezungumza kwa niliwaumba kwa mfano wangu na nikawapa nguvu na ujasiri. Ule ujasiri ni maombi. Ule ujasiri ni maombi. Unamuita Baba usiku na mchana. Unamuita kwa majina yake yote. Unamshtakia yale yote uliyokuwa nayo. Alafu uangalie, atatenda mfalme wa wafalme, Bwana mabwana. Anasema huyo ndio ujasiri tuliokuwa nao ndani yake. Ujasiri tuliokuwa nao ndani yake. Kama tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake. Haleluya. Kuna usawa sawa na mapenzi yake. Mapenzi yake Bwana ni nini? Ili maombi yetu yaweze kufika. Mapenzi yake Bwana usiku wa leo ni gani? Ili unapozungumza akusikie. Biblia inasema kama kuna wale wataita mchana kutwa na sintawasikia, lakini mimi na wewe ndugu yangu tunafuata kipindi hiki, anasema na kuna wale kabla hawajaniita nimewasikia. Ndio sisi. Kabla Baba hajatuita amesha tenda yale tunayitarajia, lakini tukiwa sawa sawa na mapenzi yake. Sasa nakuja kukuambia usiku wa leo, usipoteze muda. Nakuja kukuambia siku ya leo, jiunganishe naye mfalme wa falme. Jiunganishe naye master wa it is finish. Alisema nimemaliza pale msalabani. Hakumaliza matatizo yangu peke yangu. Alimaliza matatizo yote ya ulimwengu. Yoyote yale unayejua. Yape jina yale unayoona yanakusumbua. Lakini ukiwa sawa sawa na mapenzi yake. Kuwa sawa sawa na mapenzi yake Bwana. Kuwa sawa sawa na mapenzi yake Bwana. Anasemaje? Sawa sawa na mapenzi yake, maana yake unakuwa na unyenyekevu wake. Maana yake unakuwa na ule kule kumheshimu, unakuwa na ule utulivu wake. Unatenda yale anayefanya. Unapenda yale Mungu anayopenda na kuchukia yale asiyopenda. Bwana asifiwe sana. Simple. Penda yale Mungu anapenda, chukia yale Mungu asiyependa. Yale yote unajua kama sio mapenzi ya Mungu mwaka huyu, maana yake mwaka huu ni mwaka wa mabadiliko. Mwaka huyu ni mwaka wa mabadiliko. Wewe kama hutaki mabadiliko ndani yako, ndugu yangu, mimi nataka mabadiliko. Basi tenda sawa sana mapenzi yake Bwana ili aweze kunisaidia mimi.
ikiwa wewe hauna matatizo yoyote. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu asifiwe. Unaona? Sawa sawa na mapenzi yake. Sawa sawa na mapenzi yake. Mapenzi yake Bwana. Mapenzi yake ya kuwa na upendo. Mapenzi yake ya kuwa na kusamehe. Mapenzi yake. Manake tu wale uvumilivu wa kuchukuliana wenzetu wakitukosea, tuwe na ile roho ya kuwasamehe. Unaona? Na Mungu anatusamehe pia maovu yetu. Anasema tutembee sawa sawa na mapenzi yake ili tuwe na ujasiri katika maombi yetu. Na ndilo jambo linatakikana usiku wa leo. Haina maana uende kanisani kila siku, toka siku ya kwanza mpaka siku ya Inga wewe ndo unakuwa unaomba, lakini kila siku ukianza kuomba kwako ndo kuna magonjwa. Kila siku unaanza kuomba kwako ndo kuna kufiwa. Kwa unaenda kuomba ndo kuna mume wako ana matatizo kazini, bwana wako ana matatizo kazini. Kweli unamuomba Mungu ama unaomba miungu? Ikiwa kama unaita mfalme wa falme, Bwana mabwana, na roho moja sawa sawa na mapenzi yake, hakuna namna matatizo atakuingilia kwako. Utayaona yatakuja, lakini una nguvu na ujasiri katika maombi yako. Utavikemea vyote na vitaanguka, na vyote vitateketea. Utaamrisha jambo na litatendeka. Ndivyo Biblia inavyosema. You shall decree a thing and it will be established. Unanielewa? Ni jambo gani unataka liwe established maishani mwako? Ni jambo gani? Ni wewe mwenyewe una silaha, una nguvu na ujasiri, kwa kuwa alikuumba wewe kwa mfano wake, na akaniumba mimi pia kwa mfano wake. Bwana asifiwe sana. Tuingie kwenye kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza. Wathesaloniki wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 17. Mstari wa kwanza wa 17 unasema, ombeni pasipo kukoma. Ombeni pasipo kukoma. Maana yake ombeni pasipo kuchoka. Mungu sio ule Mungu wa kumwomba wakati una matatizo. Wakati umeshapata suluhisho, unakwenda unakuwa mambo yako mengine. Matatizo mengine kesho yatakuja. Unaona? Anasema ombeni pasipo kuchoka. Muombe usiku na mchana. Ukiwa kwenye kwako ndani unafanya kazi, unamuita mfalme wa falme. Ukiwa kazini unamuita ndani ya roho yako, unasema Baba niko pamoja nawe. Mfalme wangu, unatafakari lile neno la Bwana. Zile passage biblique zenyewe unazojua, unazirudilia we mwenyewe. Kumtafakari mfalme wa falme, Bwana mabwana. Unaona? Ombeni pasipo kukoma. Tusiwe tunaomba tu wakati wa matatizo. Tusiwe tunafunga tu wakati wa matatizo. Unaona? Bwana atatuwezesha usiku wa leo. Tumefikia mwisho wa mwaka sasa. Huyu tunafikia ni mwezi wa, kuna baki siku 58. Siku 58 ili mwaka uishe. Unataka ndugu yangu baki yule wa jana? Tulianza habari njema mwezi wa 11 mwaka uliopita, na tukasema kuwa habari njema mwaka huyu tunabadilika sisi na vyetu vyote. Na ninaamini ya kuwa huyu mwezi wa 11 ni mwezi wa habari njema, wafuasi wa habari njema. Mabadiliko kuwafuata kwenye mko ndani ya nyumba zenu na kuwashika nyie wote, ili muweze kujua kama Mungu yuko, na Mungu yale anayozungumza yakienda hayarudi bila kutenda. Mfalme wa falme, Bwana mabwana, tunainua jina lake usiku wa leo. Anasema ombeni pasipo kukoma. Sasa swala ni hili, unaomba wakati gani? Kuna watu naona wakiona watu ndo wanaanza kujimbisha haleluya haleluya, kuimpress wale watu waoneshe kama na wenyewe ni wa Kristo. Lakini kwa sehemu za siri, kaka yangu, dada yangu, unaomba Mungu kwa sehemu za siri, uko peke yako. Ndugu, unatenda nini? Zile sehemu za siri za wewe mwenyewe. Mfalme wa falme ananiambia nije nikwambie, huyu ni mwisho wa mwaka. Geuka mfuate yeye, na anasema umuombe pasipo kukoma. Ni mambo mengi yanaingia ulimwenguni wa sasa bila maombi. Bila kuwa na maombi yale ya nguvu ya kulinda watoto wetu, kulinda familia zetu, kazi zetu, biashara zetu, Mkristo mwaminifu unakuwa kwenye hatari. Na hatari yenyewe ni ya kuanguka. Lakini mfalme wa falme, Bwana mabwana, kwa kuwa ametuma ujumbe wake ni kuja kutuonya ili tusianguke, ili tusiangamie sisi na vyetu vyote, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Huyu mwezi wa 11, huyu ni mwezi wa 11, tunataka kuingia mwezi wa 12. Ni mwezi wa kwanza kujitenga, kujipatanisha naye Bwana. Kujipatanisha naye Bwana katika maombi, ili aweze malaika zake watuzunguke katika hizi siku za mwisho wa mwaka. Kusiwe na ajali, kusiwe na chochote kitachotufuata sisi na watoto wetu. Ukiwa naye mfalme wa falme, Bwana mabwana, anasema
usiku na mchana yuko pamoja nawe. Bwana asifiwe sana. Na ninaomba wafuasi wa habari njema popote mlipo, usiku na mchana malaika zake Bwana wanatulinda, tuendapo nje turudiapo ndani, kwa kuwa tuko pamoja naye Bwana, kwa kuwa tuko sawa sawa na mapenzi yake, kwa kuwa tunafuata mapenzi yake Bwana. Na Bwana anaendelea kutupa nguvu na ujasiri usiku na mchana. Tuendelee kusoma. Ombeni pasipo kukoma. Wewe una uwezo wa kubadilisha matatizo, mazingira, hata changamoto manake challenges. Una uwezo na nguvu. Mimi toka nilikuja kuvumbua ya kuwa nguvu ya kubadilisha maisha yetu ni ndani ya mikono yetu. Sihangaiki tena. Ndio woga unakuja. Biblia inasema kama anasema maadui zako wataingia mlango mmoja, watasambaratika milango 7. Hakusema kama maadui hawatakuja. Maadui watakuja. Lakini wanapokuja watasambaa milango 7. Si waliingia mlango mmoja na masikilizano, wataenda milango 7 manake ya mchanganyiko. Bwana asifiwe sana. So kwa hiyo zile challenges, zile changamoto zozote zile tunazokutana nazo kwa maisha, katika maisha yetu ya kila siku, ndizo zinazotufanya sisi waaminifu tukazane na kumwaminia Mungu na kujua kuwa ni Mungu muweza na atatenda. Unaona? Zile changamoto ni kuweza kutufanya sisi tukamilike kwa imani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Usiku leo tunaongelea maombi. Usisubiri mambo yabadilike yenyewe. Hapana. Wewe yabadilishe mambo na nguvu ya maombi. Bwana asifiwe sana. Maombi yako ni ya kufanya nini? Maombi yako wewe ni ya kubadilisha yale yenyewe unajua baba hakutenda, yale yenyewe unajua mama hakutenda. Tusikae kulaumu tu, Kongo yetu, nchi yetu, wa ndugu zetu. Ukipeleka kitu kule chini, wenyewe kazi yao tu kula, kazi yao tu kufanya hivi. Yale yote sisi wenyewe tuna nguvu na uwezo wa kuweza kubadilisha. Nguvu na uwezo kubadilisha. Ikiwa kama ni mapepo yaliyopangwa miaka na miaka, tuna uwezo katika neno la Mungu na maombi kuweza kuvunja yale mapepo. Na hii ni assignment ya kila mtu katika familia yake. Kila mtu unabadilisha familia yako. Familia moja ikibadilika, familia 2, 3 inakuwa ni community. Community 3 inakuwa ni region, sous-region. Unaona? Sous-region 2 inakuwa ni region nzima. Na ndo hivyo tutabadilisha kwetu. Mambo ya kulaumu tuachane nayo. Tumkabidhi viatu vyote mikononi mwake Bwana. Unaona? Kuna mambo mengi yanakuja wakati huyu. Kuna uchaguzi Kongo. Kuna uchaguzi. Usalama nani anatoa? Binadamu hawezi kumpa binadamu usalama. Lakini usalama unatoka kwake mfalme wa wafalme. Usalama unatoka kwake Mungu muumba aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Huyo ndio wakati wa kumlilia mfalme wa wafalme, ili ndugu zetu huko chini wanaangamizwa na njaa, wanaangamizwa na umaskini, wanaangamizwa na tabu, hawatambui hata kama kesho atakula kitu gani. Unaona? Sisi tunapaswa kuwa intercessors wa ndugu zetu, kuomba Mungu mpaka hali ya kule chini inabadilika. Kwa kuwa tuna privilege ya kuwa hapo unanunua mkate wa paundi 1, unanunua mayai ya paundi 1, haulii njaa. Kwa hiyo amani yake Bwana inakuwa ndani yetu kushinda wale wenye wako kwenye njaa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Umbali sio mpaka. Maombi yako ukiomba hapa Uingereza yanapita zile frontier zote mpaka kule kijijini, na yanafika na yana affect change kwa uwezo wa jina lake Yesu. Sasa ndugu yangu, usiku wa leo, huyu ni mwezi wa 11. Ni kitu gani unachokipangilia katika familia yako? Unamuita Mungu kweli? Wakati haya yote tunayosikia yatakapokuja, watakuwa huko na mkono wake Bwana unawachunga? Ama vyovyote vile vinavyopangwa kusema kama viteketeze watu Kongo, unanielewa? Uchaguzi unakuja, kunaweza kuwa vita, kunaweza kuwa nini. Lakini mimi naelewa kuwa mfalme wetu Bwana muumba wa ulimwengu na vyote vilivyomo anasema niite wakati wa shida, nitakuwa pamoja naye. Na tutamuita vipi? Katika maombi yetu. Katika maombi yetu. Katika nchi ile hakuna mtu mwenye ana sheria ya kufa. Hakuna yule mtu aliyeumbagwa yeye ndio kufaga tu. Hapana. Sisi wote tuko equally created na Mungu. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu aliyeumbwa huyo ndio mpendeleo wake Mungu, wala hakuna wa chini. Kwa hiyo sisi wote tuko sawa sawa. Na kwa kuwa sisi wote tuko sawa sawa, sisi waaminifu tumkimbilie mfalme wa wafalme.
Tumkimbilie Bwana mabwana. Baba, hii nchi nataka kupitia uchaguzi. Kila mtu mnyumba yako unamuita mfalme wa falme, Mungu mwenea. Na ninakwambia ya kuwa hakuna jambo litakalofanyika. Yatakayokuja mvumo wote, Mungu atashika madaraka na atayaweka yote silence, kwa kuwa ni Mungu mwenea, kwa kuwa ni Mungu mwenye nguvu, kwa kuwa ni Alfa na Omega, kwa kuwa ni jana leo hata milele na milele. Yale maajabu aliyotenda wakati wa Daudi anaendelea kutenda Kongo leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kazi yangu mimi na wewe ndugu yangu, unayekuwa na opportunity ya kuona internet, unayekuwa na opportunity ya kuona television, unayekuwa na opportunity ya kuweza kunisikia mimi niko mbali na wewe uko mbali. Ninakuuliza usiku wa leo, vita inayopiganisha wazazi wetu huko, tunapigana nayo vipi? Vita yetu sisi sio vita ya silaha za China wala za Russia. Vita yetu sisi ni vita ya neno la Mungu. Tunateremsha zile nguvu zote za giza kwa uwezo wa jina la Yesu, vilivyopangwa hewani, vilivyopangwa kwenye udongo, vilivyopangwa ndani ya maji marefu, kwa uwezo wa jina lake Bwana Muumba. Anasema yeye ni Al-Shaddai, Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo, ndiye tunayemuita. Na ukimuita katika familia yako mwezi huyu, na mimi nikimuita katika familia yangu mwezi huyu, unafikiri ya kuwa kama ni Mungu asiyekuwa na ulinzi wa kuwalinda ndugu zetu? Ni Mungu anayesema ukiniita wakati wa shida nitakuwa pamoja na wewe, na mkiwa wawili watatu mkiita jina langu nitakuwa pamoja nanyi, na lolote mtakaloomba nitatenda. Mfalme wa falme, lolote tutakaloomba, lolote. Tunahitaji protection wakati huyu. Tunahitaji wokovu ndani ya roho, mwili na akili, ili tuweze kuwa sawa sawa na mapenzi yake, ili jambo lolote tukiomba lifanyike, litendeke kwa uwezo wa jina lake Yesu, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea, hatujamaliza bado. Hapa niliweka maelezo kidogo na nikawa nasema kama kupita nguvu ya kiroho iitwayo maombi. Na ndo maombi tunaongelea usiku wa leo. Tunapashwa kuomba mpaka tuna uhakika ya kuwa kumepatikana jibu. Tunapashwa kuomba mpaka tunajua kama kuna majibu yamepatikana. Bwana asifiwe sana. Tunamuita mfalme wa falme sawa sawa na mapenzi yake. Tukishakuwa sawa sawa na mapenzi yake, kaka yangu, dada yangu, unayeniangalia katika television leo, hakuna jambo lolote unaloliona linasimama kama mlima linalomshinda Muumba. Anasema ulimwengu na vyote vilivyomo, ulimwengu na vyote vilivyomo ni kwenye mkono wake yeye. Sasa wewe, ni jambo gani unayofikiria kama haliko kwenye mkono wake Bwana? Ni jambo gani unayofikiria ukiwa sawa sawa na mapenzi yake ya kuwa hata kusikia wewe na kuweza kuleta suluhisho? Yeye ni Mungu mwaminifu. Ni Mungu mwaminifu, na ahadi zake anasema zinasimama milele na milele. Bwana asifiwe sana. Kamwe usiangalie yale usiyoyapenda yatokee. Kama usiangalie yale usiyoyapenda. Uchaguzi unataka kupita Kongo, tunasikia kama opposition italeta vita, itafanya nini? Na opposition na gouvernement, vyote ni mali yake Bwana. Vyote ni mali ya mfalme wa falme, Bwana mabwana. Tuache kuwa negative. Anasema yale mnayetamka katika mdomo wenu ndio yanatendeka. Tunajua kama sisi wote ni manabii wake Bwana. Na kwa nini tutamke mabaya? Tunaweza kuyaona ndio kama kunaweza kutokea vita, lakini tunaipiganisha vipi? Silaha yetu ni wapi? Silaha yetu ni kwake mfalme wa falme. Silaha yetu ni katika maombi. Silaha yetu ni katika neno lake Bwana. Unaelewa? Na tunafunga vyote. Tunasoma katika Biblia ya kuwa Paulo na Sila walikuwa gerezani. Lakini walifanyaje? Paulo na Sila walikuwa gerezani, walimtukuza Mungu mpaka milango ya gereza ikafunguka. Ndio wakati wetu huyu wa kuprove kama tuko na Mungu. Isiwe ni Mungu wa palala, iwe ni Mungu tunamuita wakati wa shida na anaitika. Isiwe ni Mungu ule wa kujionesha tu, hapana. Maana anasema sawa sawa na mapenzi yake. Tuwe sawa sawa na mapenzi yake. Na tukishakuwa sawa sawa na mapenzi yake, hakuna jambo tutatamka likose kutendeka kwa uwezo wa jina lake Yesu. Yale yalitendeka katika gereza Paulo na Sila.
yanatendeka Kongo katika uchaguzi, kwa sababu hakuna hata mmoja atakayekufa. Ulinzi utatoka mbingu kulinda binadamu wote kwa uwezo wa jina lake Yesu. Security, habari njema inaendea Kongo wakati huyu ni security, spiritual security, maana yake ya kiroho. Anasema zile kona 4 za nchi ile, uwezo kutoka mbingu kwa uwezo wa jina lake Yesu. Unalinda nafsi zote kwa jumla. Bwana asifiwe sana. Namna Mungu atakayotenda sijui, lakini ninachokijua ananiambia ya kuwa utatamka jambo na litatendeka. Na usiku wa leo ninatamka ya kuwa ni usalama kona 4 za nchi ile kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na nyie ndugu zangu popote pale mliko, mnasemaje? Amina kwa makubaliano. Na Bwana wetu atatenda. Bwana wetu atatenda. Hakuna jambo hata limoja linafanyika pale la kuangamiza nafsi za binadamu. Walinzi kutoka mbingu tunateremsha. Maana yake anasema katika kitabu cha Yeremia ya kwa utaniamrisha jambo na litatendeka. Niamrishe mimi kazi ya mikono yangu. Na tunamwamrisha usiku wa leo. Usiku wa leo tunamwamrisha Bwana mabwana. Usiku wa leo tunamwamrisha kimbilio letu. Tunasema Bwana, uchaguzi unakuja. Hatuna kimbilio lingine, lakini wewe mfalme wa falme, teremsha majeshi yako ateremke Kongo Bwana, kuweza kuleta security. Kwa kuwa hatuna kimbilio lingine. Ni Mungu muumba, aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Na ndio habari njema tunaendelea kuamini kuwa ataokoa Kongo. Sio kusema kama ni binafsi sisi wenyewe tutapigania, hapana. Anasema ile nchi na vyote vilivyomo ndani yake ni mali yake Bwana. Ni sisi na nchi na vyote vilivyomo ndani ya nchi ile tuko mali yake Mungu muumba. Kwa hiyo yuko anatenda kazi. Na ninawaomba mwezi huyu sio mwezi wa kutania. Mwezi huyu sio mwezi wa distraction. Mwezi huyu sio mwezi wa ugomvi katika ndoa mama na baba. Mwezi huyu ni mwezi wa spiritual connection, ili tuweze kuwa pamoja. Wakati tuna kama vile Biblia inasema wawili wanazidi mmoja. Anasema mmoja ataangusha 10,000, wawili wataangusha 10,000. Unanielewa? Tofauti ni gani? Uwingi, maana yake vita ya wawili inakuwa na nguvu. Sasa inatuomba tuungane sisi wote. Tuungane tumlilie mfalme wa falme. Ulinzi tunaotegemea ni ulinzi wa mbingu, wa kuweza kutulindia watu wetu na vyetu vyote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tusingojee mabadiliko yatokee yenyewe. Sisi tuna uwezo wa kubadili mazingira ya nchi. Acha tuwafanye historia mpya. Tufanye hadithi mpya nchi ile. Ulimwengu ustaajabu nani aliokoa nchi hii? Kwa kuwa Mungu muumba angali yuko pale anaangalia ile tunayotenda usiku na mchana. Na ninaamini ya kuwa mwezi huyu anatenda maajabu. Yale aliyotenda katika maisha ya Daniel pale kwenye ya simba, anatenda Kongo. Yale anayotenda kwa Paulo na Sila, anatenda. Ni mengi anayotenda. Alitenda mengi katika wana wa Israeli kuvuka kwenda kurudi kutoka Misri. Alitenda. Aliweka njia kwenye hakuna njia. Na Kongo leo anaweka njia kwenye hakuna njia. Hakuna atakayekumbwa na huyu siasa ya uchaguzi. Hamna. Wote ninafunika na uwezo wa damu ya Yesu. Wote ninafunika na moto wa Roho Mtakatifu. Usiku wa leo ni usiku wa kutamka unabii katika familia zetu, katika nchi zetu, ili ulinzi wake Bwana ushuke nchi Kongo. Na ushuke popote pale tulipo. Siasa yetu tunabadili. Ni siasa yake Bwana. Siasa yake Bwana peke yake. Na ile siasa yake Bwana tutatembea sawa mapenzi yake. Ikiwa Mungu anasema tusiui na tusiui kweli. Ikiwa Mungu anasema tupendane na tupendane kweli, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Bwana asifiwe sana. Tuingie katika kitabu cha Mathayo tuone. Mathayo hapa anasema, sura ya 6 na mstari wa 9 tuanze. Hivi basi ipasavyo maombi. Unaona? Hivi basi ipasavyo tuombe katika maombi yetu. Unaona? Anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunazungumzia leo maombi yetu. Na maombi yetu, effective maombi, yatakuwaje? Tuone mfalme wa falme alisemaje, tuombe vipi. Anasema basi hivi sasa ndivyo mpasavyo kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Unanielewa? Popote pale ulipo ndugu yangu, unaanza Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Yote ni kwa ufalme wake Mungu.
jina lake litukuzwe duniani kama huko juu mbinguni. Maana unaanza kumtukuza na kutukuza ufalme wake, kumtukuza yeye Bwana mabwana. Unabadilisha yale mazingira katika nyumba yako, unabadilisha yale mazingira katika mwili wako kwa kumtukuza Mungu kwanza. Umpe heshima yeye muumba, yeye mlinzi, yeye mwenyewe anayetupatia vyote tunavyohitaji. Unaona? Unampa kwanza yeye madaraka na mamlaka, unamtukuza kwanza yeye Bwana. Baadaye mstari wa 10 unasema ukishakumtukuza una uwezo wa kuweza kutamka jambo sasa. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama yalivyo mbinguni. Bwana asifiwe sana. Anasemaje? Na uombe wewe. Sio mimi nikuombe wewe, hapana. Wewe mwenyewe uombe. Bwana Mungu, ninakuomba ufalme wako uje. Unaona? Na mapenzi yako yafanyike. Mapenzi yake Bwana anasema ni mapenzi ya kutupatia mwisho mzuri. Sio mapenzi ya kutupa magonjwa, sio mapenzi ya kutuchukulia vyetu, sio mapenzi ya matatizo. Hapana. Mapenzi yake Bwana anasema ni ya kuwapatia nyie mwisho mzuri. Nyie nani? Sisi waaminifu. Sisi nani? Wale tunaitembelea sawa sawa na mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mstari wa 12 hapo unasema, wa 11 unasema, utupatie leo riziki zetu. Unaona? Cha kwanza unatukuza mfalme. Unaona? Unamtukuza. Ya pili unaomba ufalme wake, madaraka yake kama hivyo vilivyo mbinguni. Alafu 3 ndio unaanza kusema sasa wewe yale matatizo yako unaanza sasa kumwambia utupatie leo riziki zetu za kila siku. Riziki zenu za kila siku ni nini? Riziki si chakula tu peke yake. Riziki ni zile vile vitu unavyoitarajia Mungu akubariki. Unanielewa? Na utusamee madeni yetu, kwa sababu binadamu tunaweza kushinda bila kula, lakini hatushindi bila kutenda dhambi. Unaona? Bwana asifiwe sana. Ni kwa neema yake na baraka zake peke yake anatuwezesha. Lakini sisi binadamu tumevaa mwili wa dhambi. Unapoangalia unatenda dhambi, unaposikiliza unatenda dhambi, unaponena unatenda dhambi. Lakini kwa neema yake mfalme wa falme alimtoa mwanae Yesu ili aweze kutusamea makosa yetu. Unaona? Kutuosha na damu ili wakati tunapoongea tuwe na access, aweze kutusikia yale tunayoomba. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unaona? Tunaendelea mstari wa 12, utusamee madeni zetu kama sisi nasi tunavyowasamee wadeni wetu. Usitutii majaribuni. Usitutii majaribuni. Unaona? Bali utuokoe kutoka kwa yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Ndio maombi hayo Mungu anataka. Ndio maombi hayo. Ndugu zangu, ni kuwa na practice kwa kusema uelewe kuomba kisi Mungu anataka. Mimi unasimama hapa, mimi nikianza kuomba naombaga maombi kilometri. Nafurahi tu. Nakuwa nafurahi tu kuomba hayo maombi marefu. Unaona? Naomba tu vyote vya wapi na wapi naomba. Ni kama vile sijui nitakwambia nimeshazoea. Unaona? Lakini haya maombi tunasoma hapa, Baba ametupatia hapo kama vile sije kadhaa za kuweza kuaddress katika maombi yetu. Na tukisha kuomba haya maombi tunakuwa sawa sawa. Unaweza ndio maombi hayo ukayageuza na wewe ukayafanya namna yako nyingine, lakini cha muhimu zaidi tuwe sawa sawa na mapenzi yake Bwana. Tukiwa sawa sawa na mapenzi yake Bwana, ndipo tunazungumza neno na linatendeka. Unaona? Ndipo tunaongea. Bwana asifiwe sana. Mfalme wetu yuko kwenye kazi ya kutuokoa sisi na vyetu. Mwaka huyu anatubadilisha. Na wakati mimi nabadilika, familia yangu inabadilika, wewe unabadilika, familia yako inabadilika, tunakuwa watu wawili nguvu. Na nisikudanganye, kisha miaka miwili hadithi inabadilika. Hadithi itakuwa imebadilika kwa uwezo wa jina lake Yesu. Unaona? Mabadiliko mpaka sisi tubadilike. Na tukisha kubadilika, vyote vilioko vinavyotuzunguka vinabadilika. Vyote vinabadilika. Kwa sababu tunajifunza namna mpya ya kutenda mambo. Njia zile zetu mbaya tunaacha, tunafuata njia nzuri za kumfurahisha Mungu. Of course baraka yake itateremka. Ukisha kumfurahisha Mungu, baraka zitateremka. Yale unayohitaji yote yanaanza kutokea moja moja. Na yakishaanza kutokea inakuaje? Si ndio mabadiliko hayo?
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuingie kitabu cha Zakaria. Tuingie kitabu cha Zakaria hapa, sura ya 4 na mstari wa 6 mpaka mstari wa 7. Tuone Zakaria anasema nini. Kisha akaniambia, hili ni neno la Bwana kwa Zerubabeli. Si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana mwenye nguvu. Si kwa nguvu ama kwa uwezo, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Si kwa nguvu yangu ndio maana nasimama. Si kwa uwezo wangu mimi ndio maana nasimama. Wengi walienda hospitali jana usiku, oksijeni tu haipiti kwenye mapua, wamekufa. Wengi wamekutana na ajali, wamesha badili jina. Ikiwa kama ndugu yangu wewe ni mzima na umepata opportunity leo ya kuweza kuangalia kipindi hiki, na ukachukua remote ukainyanyua na ukawasha TV ama internet yako ukawasha peke yako, sio kwa nguvu zako, sio kwa uwezo wako, lakini kwa roho yake Bwana anayetuwezesha usiku na mchana. Na katika maombi yetu, wakati tunayeomba, sio kwa nguvu yetu ndio tunapata suluhisho. Hapana, sio kwa nguvu wala kwa uwezo wa binadamu, wa pasta ama wa prophet mambo yanatokea. Hapana, ni kwa roho yake Mungu peke yake. Ni kwa roho yake Mungu peke yake. Kwa hiyo wewe unaweza ukaleta atmosphere of miracle katika nyumba yako, katika kumuita Mungu, na unafuata zile njia sawa sawa mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanaendelea wanahangaika makanisani kutafuta quick fit. Hawachoki. Anakwenda kanisa hii, anatoka anaenda kanisa hii, kule ndo nilisikia watu wengi wanaangukaga, kule ndo kwenye hankachifu zinarusha watu, kule ndo kwenye pete zinafanya maajabu. Hayo yote binadamu, kwenye popote pale binadamu anatumia nguvu zake na uwezo wake, hakuna mapenzi yake Bwana. Bwana asifiwe sana. Hakuna mapenzi ya Bwana. Anasema sio kwa nguvu wala kwa uwezo, lakini kwa roho yake. Roho wake Mungu peke yake. Ikiwa kama ulikuwa na mgonjwa na muomba Mungu na magonjwa amekuondoa, sio kwa sababu prophet amekuombea wala amekusukuma. Hapana, ni kwa sababu Mungu mwenyewe amesema siku ile ni siku yako ya uponyi. Na ni Mungu peke yake tunampa shangwe na shukrani kwa hizo maajabu yote yanayotoka. Hatuwezi kumtukuza binadamu kwa kuwa miujiza imetokea. Bwana asifiwe sana. Inabidi tufunguke akili zetu tuweze kuelewa neno lake Bwana. Anasema ili ni neno la Bwana kwa Zerubabeli. Si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali kwa roho yake Bwana. Na wakati unapoomba, unaita roho wake Mungu aweze kukutatulia matatizo. Roho wake Mungu ashike madaraka. Roho wake Mungu akuongoze. Roho wake Mungu peke yake. Sio kwa nguvu yako. Sio kwa nguvu yako. Okay, kuna watu wengine, tapana tena mfano wangu mimi mwenyewe. Tunapenda kuongea, ni sauti kubwa Mungu ametubariki. Unaona? Lakini sio kwa kuwa ninaomba na sauti kubwa sana ndio Mungu ananisikia. Sio hivyo. Mungu anaweza kuwa ananisikia ndio, kwa sababu ndio umbile leo niumba, lakini nikisimama sasa hapa nianze kupiga kelele, Mungu hayuko ndani ya hizo kelele zangu zote. Unanielewa? Lakini Mungu anaendelea kutujenga nguvu zake na ujasiri wake, na kuweza kutuumba wale watu, kutugeuza wale watu wenyewe anawahitaji. Wale watu wenyewe anawahitaji. Umeshanielewa? Sio katika kupiga kelele sana ndio Mungu anakusikia. Wala sio kwa kujifanya malaika sana watu waone huyu mama kwake na makelele. Ndani yako, roho yako ni kama vile unaonesha watu nje. Wengine ni manafiki, ni nyoka zimejifunika ngozi ya kondoo, simba zinajifunika ngozi ya kondoo. Ukiona anaingia unasema yule mama ni mtaratibu, yule mama hivi na hivi na hivi. Roho yake ikoje pamoja kuelekeana na Mungu? Mwendo wake ni sawa sawa na mapenzi yake Bwana. Ndio swala. Unaona? Sio kila kimeremetacho ni dhahabu. Bwana asifiwe sana. Na ulimwengu wa leo unafuata vile vitu vya kushine, vina attract sana the majority. Vyenye watu wanafuata ndio kwenye binadamu wanakwenda, na wanakwenda kuangamia. Bwana asifiwe sana. Lakini sisi hatuangamii kwa uwezo wa jina lake Yesu. Hatuwezi kuangamia kwa sababu tunafuata neno lake. Hatuwezi kuangamia kwa sababu tuko sawa sawa na mapenzi yake. Hatuwezi kuangamia.
Kwa sababu sisi tumeshasema, Baba, ninakukubali na moyo wangu wote, nitafuata wewe na wewe peke yake. Kama vile Yoshua alisema katika kitabu chake, mimi na nyumba yangu yote tutamtumikia Bwana, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina lake Yesu. Unaona? Sio kwa nguvu, wala sio kwa uwezo, kwa roho yake Bwana. Na roho yake Bwana usiku wa leo inaendelea kutuwezesha. Wakati tunaomba, wakati sana tunaombea protection ya familia zetu katika shida za election, uwezo wake Bwana, roho yake Mungu ndiye tunatuma katika zile vijiji vyetu vyote na kushika madaraka na ulinzi. Na Mungu mwaminifu atatenda kwa sababu anasema, alituagiza akasema, ukiniita wakati wa shida nitakuwa pamoja nao. Ni wakati wa shida nataka kuja, lakini hakuna shida kwa sababu tuko na kimbilio letu. Hakuna shida kwa sababu mfalme wa wafalme, majeshi ameshashuka kutoka mbingu. Hakuna shida kwa sababu amani yake Bwana tunaiamrisha ishike kona 4 za nchi ile. Uchaguzi utakuja, ndio utatukuta salama na utatuacha salama, kwa kuwa tunamuita mfalme wa wafalme, kwa kuwa tunamuita Bwana mabwana, kwa kuwa tunamuita kimbilio letu. Yeye jana, leo, kesho, hata milele na milele, asiyebadilika. Yule Mungu wa Daniel ninamuita Kongo. Yule Mungu wa Paulo na Sila ninakuita Bwana, uteremke Kongo. Teremka mfalme wetu, teremka. Watu wako wasiangamii tena Bwana. Watoto wetu wamekufa sana, na huu ni wakati wa kukimbilia msalaba wako Bwana. Ni wakati wa ulinzi kutoka mbingu peke yake, kwa sababu majeshi hayawezi kutulinda, lakini ulinzi wako wewe mfalme. O Yesu, mlinzi wako wewe unasimama miaka na miaka, unapigana vita yenye binadamu hawezi kukuelewa. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana tunakuita mwezi wa 11. Huyu mwezi wa 11 Baba, hatuna kitu kingine, ni kukililia wewe kimbilio letu, ili uweze kushuka katika nchi yetu Yesu. Uweze kushuka pale katika nchi inaitwa Kongo. Najua kama unaijua wewe Baba, na unajua watu wako wote. Ninaomba walinzi wako washuke, walinzi kutoka mbingu peke yake. Malaika zako uliniambia katika neno lako, ukasema ya kuwa utatamka jambo na litatendeka. Na ndio usiku leo ninatamka ya kuwa ulinzi, malaika zake Bwana wanashika position nchi nzima kwa uwezo wa jina lake Yesu. Uwezo wa jina lake Yesu. Binadamu watapanga yao, politician watapanga yao, lakini tunafuata ripoti ya nani? Tunafuata ripoti ya mfalme wa wafalme, Mungu mwenea aliyoko sehemu zote kwa wakati mmoja. Ndiye tunafuata ripoti yake. Na ripoti yake inasemaje? Anasema, ukitembea sawa sawa na mapenzi yangu nitakuwa pamoja nao. Na ndio tunafuata usiku wa leo. Tunatembea sawa sawa na mapenzi yake. Tunamuita mfalme wa wafalme, sio kwa uwezo ama kwa nguvu, lakini kwa roho wake. Na yule roho wake ndiye tunaenda kuita. Roho wake ndio tunaita. Hawezi kutulindia ndugu zetu, hawezi kutulindia nchi yetu, hawezi kutulindia kila chochote kile alichotubariki. Kwa sababu anasema, niliwaumba kwa mfano wangu na nimewapa nguvu na ujasiri. Na ujasiri wetu ni maombi. Katika haya maombi tunayozungumzia leo, ndio tutavuta uwezo wake Mungu kutulinda sisi na vyetu vyote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tukienda mstari wa 7 hapa wa Zakaria sura ya 4, inasema ya kuwa, wewe ni kitu gani, mlima mkubwa sana mbele ya Zerubabeli? Wewe ni kitu gani sana kikubwa mbele ya nchi Kongo? Tunatoa Zerubabeli tunaweka Kongo pale. Maana yake Kongo kwa jumla ndio inakuwa kama vile na matatizo ya uchaguzi. Unaona? Yale matatizo ya uchaguzi. Nao tunasema, Biblia hapa inasema, wewe ni kitu gani, mlima mkubwa sana mbele ya Zerubabeli? Wewe utakuwa ardhi tambarare, kisha ataweka jiwe la juu kabisa la mwisho, na watu wakipiga kelele wakisema, Mungu mbariki, Mungu mbariki, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Huyo ni unabii wa Kongo usiku wa leo. Huyo ndio unabii wa Kongo usiku wa leo. Wewe uoga unayetoka kuletea watu uoga, kutakuwa hivi na kutakuwa hivi, vyote tunavunja kwa uwezo wa jina la Yesu. Ile milima yote tunayoiona ndio ni milima, lakini Mungu anatuwezesha. Mungu atatupigania. Ni Mungu aliweka njia. Wana Israeli walipita kwenye maji, hakuweko njia. Na hivyo hivyo wakati huu tunayepita Kongo, Mungu atatuwekea njia kwenye hakuna njia. Bwana asifiwe sana. Tuombe Mungu katika nyumba zetu.
Tuombe Mungu na mioyo yetu yote. Tuache kufata miungu, tumfate Muumba, Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Lakini tukiwa kama tuko peuple divisé, wamoja wako wanafuatana na miungu, wengine wanafuata Mungu, na ni Mungu gani sasa tunayemlilia? Lakini Mungu atatuwezesha, kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye nguvu. Na wakati huyu kuna mabadiliko katika anga, mabadiliko kiroho katika anga yako yanafanyika. Mimi ninaelewa ya kuwa Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo, kuna jambo kubwa anatenda. Kuna shift katika anga, na hiyo shift itabadilisha historia ya Kongo kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na nyie wote popote pale mlipo mnasema amina. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unaona? Bwana asifiwe sana. Unaona? Nilikuwa hapa naweka nasema ya kuwa mwezi huyu wa 11 tuombe sana. Tusiombe kwa kutumia maneno yetu. Tutumie neno la Mungu. Tulielekeze katika nchi. Unaona? Katika nchi. Manake tunakuwa tuko waaminifu wengi. Ukiangalia vipindi vya wapasteri wa Kongo kwenye TV hapa London, ni vingi mno vya kupitiliza. Na kwa kuwa tunamuita Mungu, na anasema mkiniita nitakuwa pamoja nanyi. Na ndio kwa maana tunaamini ya kuwa maombi yetu haya tunayaomba, Mungu atatujibu. Anayajibu usiku na mchana. Mungu anayajibu usiku na mchana. Na tunacholilia zaidi ni kwetu kuwe na amani. Unaona? Kwetu kuwe na amani. Watu wetu waishi, wamekufa wengi sana. Huyo ni wakati sasa watu wetu wapate pia na wenyewe usalama na amani. Wana tabu ya umaskini, wana tabu ya kukosa vitu vingi, alafu tena na kuuawa kama nzi. Unaona? Hatuna kimbilio lingine lakini mfalme wa wafalme. Kwa hiyo habari njema, huyu mwezi wa 11 tunazungumzia sana maombi ya Kongo. Kila siku ya 4 tunakutanana pamoja. Tumuombe Mungu atusaidie ili nchi ile ipite kwa usalama katika uchaguzi. Usalama wake Bwana peke yake ndio uteremke. Ndio kuna kwa ile confusion ya watu wa siasa, lakini isije kaangamize watu wetu. Mungu aendelee kulinda na wanasiasa, Mungu aendelee kulinda na watu wetu, Mungu aendelee kulinda na vitu vyetu. Kwa kuwa tunamuita yeye mfalme wa wafalme. Bwana asifiwe sana. Na ninajua ya kuwa sisi wote manyumbani kwetu tukikamata strategy hii, ninajua ya kuwa Mungu atatenda. Hakuna namna, kwa sababu anasema neno langu likienda halirudi bila kutenda yale amekusudia. Na yeye anasema ukiniita wakati wa shida nitakuwa pamoja nawe. Na hii ni shida, na ndio kwa maana tunamuita. Na akiwa pamoja nasi, kwa hiyo hatutakuwa na woga. Woga tunavunja kabisa, kwa sababu tumeshamkabidhi Mungu swala la nchi yetu. Na yeye ni Mungu mwenea. Bwana asifiwe sana. Mimi naweza kuwa niko Kongo sehemu moja tu, lakini Mungu yuko sehemu zote kwa wakati mmoja. Unaona? Kukiwa kama kuna kelele zinataka kutokea west, yeye yuko pale. Ikiwa kama ni central, yeye yuko. Ikiwa kama ni east, mfalme wa wafalme Mungu mwenyewe anakuwa yuko sehemu zote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninatoa shangwe na shukrani kwa kuwa ametuletea fikira hii ya kuombea nchi yetu. Na manyumbani kwenu msiache. Tumkimbilie mfalme wa wafalme. Bwana mabwana, na atatenda. Unaona? Na ataendelea kutenda usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Basi naona kipindi chetu kinaisha kwa sasa hivi. Maana yake kuna matatizo hapa ya nani? Ya saa. Bwana asifiwe sana. Mpango wa mwezi huu ni kama hivyo nimeshawaambia, kila siku ya 4 tunaombea nchi yetu kwa usalama, kuwe usalama katika wakati huu wa uchaguzi. Unaona? Na Bwana atusaidia. Bwana atatusaidia. Kama mnavyofahamu kila siku ninavyosema, habari njema inashinda msaada wenu, wafuasi wa habari njema. Ndugu zangu, inabidi tusaidiane, kipindi chake Bwana kiendelee. Unaona? Kipindi chake Bwana. Unaona? Sisi wote hatuwezi kusimama kuhubiri, lakini tunaweza kusaidia namna moja ama nyingine. Unaona? Naona Waswahili mko kimya, lakini ninawaambia huyu ni wakati wa kuomba kuzidia kisi mlikuwa mnaomba zamani.
Muikae kimya, lakini manyumba yenu muombe Mungu aweze kuwalindia kwenu. Bwana asifiwe sana. Unaona? Bwana asifiwe sana. Na hizi habari tunazozungumza zinakufikia, zinafikia watu wote kwa jumla, tunalipia. Na ndio kwa maana naomba msaada wenu. Ukiwa na chochote kile, unatuita, unaweza kutusaidia. Na wale wanayesaidia habari njema usiku na mchana, Bwana hata watupilii, kwa sababu ni kipindi chake. Unanielewa? Hata endelea kuwabariki siku zote za maisha yenu. Bwana asifiwe sana. Kipindi chetu kwa leo ni kama vile kinaisha. Natoa shangwe na shukrani sana na kuendelea kushukuru Mungu kwa kutuwezesha. Tutaomba ili tumalize kipindi kwa sasa. Naona amani ya Bwana iwe pamoja nanyi popote pale mlipo. Tuombe. Bwana, kwa uwezo wa jina lako, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, asante Bwana kwa kuwa umezungumza nasi. Asante Baba kwa maelekezo yako. Ninaona leo umezungumzia kuhusu nchi Kongo. Asante Bwana kwa kuwa umeleta mfalme wangu. Sikupangilia kuzungumza habari hizi, lakini ninajua ni wewe unaongea Bwana. Na ikiwa ni wewe unaongea, mfalme wa falme, Baba, yale tumeamrisha usiku wa leo, malaika zako wazunguke nchi ile Yesu, kwa kuwa wewe ni Mungu mwenea, wewe ni Mungu mweza. Ulinzi wa mbingu ndio ushuke Bwana. Watu wako wote wewe kwa usalama mfalme, kwa kuwa wewe ni Mungu wa kuita na kuitika, kwa kuwa wewe ni jana leo hata milele na milele. Asiyebadilika Mungu ni wewe Bwana. Ninatoa shangwe na shukrani. Nyumba za wafuasi wa Star TV usiku wa leo, ninatuma malaika zako ziende kuwalinda na kuwachunga Bwana. Baba, uteremshe malaika zako wa usalama, malaika zako wa uponyi, malaika zako wa amani, malaika zako wa breakthrough, malaika zote za wale watoto wako wanahitaji usiku wa leo. Malaika zako washuke na simamisha moto wa Roho Mtakatifu, pillars ziweze kusimama katika nyumba zote za wafuasi wa habari njema Yesu. Baba, usiku wa leo ulinzi kutoka kwako ndio unasimama kwa uwezo wa jina lake Yesu. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni Mungu wa kutukuzwa. Tunabariki jina lako tena Yesu, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Amina. Amina. Bwana asifiwe sana. Kwaheri, bye.